Kwa wale wapenzi wa soka, siku zote tuko hapa kwa ajili yako. Maana yake tunakwambia hiki ni kitovu cha talanta. Maika Radio hii ni sauti yetu, popote ambapo ulipo sitakuwa tunakufikia. Haijalishi ni mchezo upi, almaarufu tu bora iwe ni mchezo wa soka, sitakuwa nakufikia popote ambapo ulipo. Mimi ni mtoto wa Mama John Anthony Orao. Bana, mimi ni Agadia Sikoa. Ziada kusema kwamba wiki imeanza vyema. Wiki imeanza fiti. Wiki imeanza vizuri. Unakaa mnyonge bana. Anasaidia Mola, anasaidia Mwenyezi Mungu. Lakini weekend vitu ambazo wewe unakula vipi? Zita affect your Monday. Amna, mimi sile kitu weekend. Chai, vitu nimekula na wanyama weekend mahali. Nilikuwa niko kijijini hasa. Nilikuwa niko kijijini. Huko nikienda nikitulia basi naona akili imetulia. Akili iko fiti. Unajua unapofika kwa nasema kwamba pale ambapo walizika yale, nasema kwamba kitovu chako kile. Kitovu chako. Huko kwetu watu nasema chingo, anyway, ni sawa, uko fiti? Pia vile uko fiti. Unajua weekend wewe inabeba mambo mengi sana. Kwa hivyo msikilizaji na mtazamaji wa kwetu, tutakukaribisha tena katika gumzo hili letu la sport, tuweze kudadavua masuala mengi. Kumbuka weekend ni weekend ambao inabeba masuala mengi ya sport. Sport nyingi sana zinafanyika weekend. Tukianza na Harambee Stars Agadia Sikoa ambao walipiga siku ya Friday. Mechi ile ya kirafiki dhidi ya Equatorial Guinea, mechi ambayo ilikuwa imeangaziwa na wengi sana, mechi ambayo tulikuwa tunatarajia huenda Harambee Stars watakuwa wanafanya vizuri, lakini mwisho wa siku 1-0. Mchezo kwanza kutokana na mpinzani mwenyewe alipokuwa anacheza, alikuwa na hakuwa na game kwa sababu alikuwa anakaa nyuma kusubiri waona watakachokifanya Harambee Stars. Yaani hata mchezo wenyewe haukuwa wa kufurahisha sana, kwa kuvutia. Utalinganisha na mtoto na ule mchezo wa kina dada, hata wa kina dada uko bora zaidi. Wa kina dada nakumbuka mara mwisho tunacheza kina dogo akifanya shughuli kwa kweli. Kina Mwajuma, Mwanalima. Kipindi ambacho kwamba niliangalia ule mchezo, nilidhani mchezo utakuwa na mashambulizi mengi, mchezo utakuwa wa kuvutia sana, lakini mwisho wa siku nilichoisha kukiona ni kwamba vijana wa Equatorial Guinea waliamua tu kwa kizungu anasema playing behind the ball, wait and see. Mchezo mbovu sana, na hata ile penalty wanaipata haikuwa penalty ambayo kwamba utasema ati mtu amekanyagwa. It was just ilikuwa hafifu sana. Ule bingwa alikuwa nguvu kidogo tu, refari yake kani penalty. Kitu kingine kule tulikochezea hata kijamani, hata heri tungekuja tukachezea Nyayo. Maana kwa kila mmoja kwenye comment section uko unasikia Forest ipi, msitu gani huu. Sasa haikunifurahisha sana. Ni tumeenda katika nchi wenyewe afu tunakochezea pia. Yaani pale ni kama pale ambapo ile mechi ilichezwa, ni kama unapokuja hapa Kakamega uweke mechi chezwe pale, tuseme kwamba Mliro Gardens. Hata jana Mliro Gardens. Tuseme hapa Kakamega Forest. Afu angalau mahali ambapo pako na uwanja mwangaza. Sasa haikunifurahisha. Kwa hivyo kidogo utasema wale matokeo mabaya ya Harambee Stars yalitokana na viwango vya uwanja ama kwa uwanja kutokuwa sawa. Siwezi kusema yalitokana na viwango vya uwanja. Yalitokana tu na sisi wenyewe pia mentality. Tulipokuwa watu unaona watu wanacheza hawako wale ambao kwamba umewazoea. Pia vile ilikuwa ni kikosi kipya. Nadhani wachezaji ambao walikuwa wanacheza, uwiano wa wachezaji ndio ulikuwa ni shida kidogo. Ulikuwa kidogo una changamoto. Ule mwingiliano unaweza kuona tu ile transition haikuwepo, mtiririko katika mchezo au kuwepo vile, lakini pia alichangiwa na kutokana na nini, na kutokana na kuwa vijana wa Equatorial Guinea waliamua kucheza tu mchezo wa kubaki nyuma. Kitu kimoja, ukikutana na mtu ambaye anacheza kitu kama kile kubaki nyuma muda wote, ama wao wanaita yenyewe katika lugha ya kizungu low block, naweka basi huko nyuma, kukaa tu nyuma, nyinyi kaeni na mpira uchezeni tu, kuna mwanya unaweza ukafunguka, wewe ukajua itatokea wapi. Ogam katika ule mchezo hakuonekana kidogo. Mtu alikuwa anaonekana alikuwa Lenkupai Wilson. Lenkupai alikuwa mchezoni kidogo, ulikuwa unamuonaona hapa pale. Duka Buya Mchiri pia Mchiri, lakini pia nadhani viwango vya Mchiri so kama vile ambavyo alikuja navyo akiwa anacheza CHAN kidogo pia ameshuka kiwango. Nilitarajia kuona nguvu mpya ambayo kama ingeleta nguvu kazi katika kikosi cha Harambee Stars hiyo siku.
kama bingwa kwa jina la Irene Kibet, kama wangemuintroduce mapema kama dakika 70 hivi kidogo, kwa sababu ile ni mechi ya kirafiki, is a room to learn. Ni mechi ambayo inahitaji pressure nyingi, mechi ambayo unapopigwa pia kubali makosa, kubali kukosoleka. Inatoa fursa ya mtu kukosa na kujirekebisha. Kwa hivyo kama Ben McCarthy tuseme kama mechi ya Jumanne watakapokuwa wanacheza dhidi ya Senegal, sijui kasa Senegal alicheza na Brazil majuzi na alipigwa magoli mawili akifunga Estevao, Willian na Casemiro. Asa kumaanisha hiyo mechi ataiangalia kwa uzito, sio tu kama mechi ya kawaida kama ilivyokuwa kwa Equatorial Guinea. Lakini katika uga ambao kwamba watacheza, usijui kasa watacheza tena huko Guinea. Kinachoniogopesha tena ni uga watakaoenda kuchezea. Labda uenda tena utakuwa uga ambao uko vile vile, ambao sio jambo zuri. Basi si wangesema tu acha tu nikachezee mahali fulani kwingine kuzuri, mahali ambako kuna mashabiki wamekaa. Angalia katika uga hakuna mashabiki, ni giza upande ule wa pili, miti totoro, giza totoro, miti imezunguka uwanja. Unavomtaja Ben McCarthy, mtazamaji, kumbuka hii ni Amerika Viwanjani, gaya si gaga la spoti, ila ni gumzo la spoti. Hapa tunazungumza yale ambayo yamejiri katika nyuga mbalimbali za spoti. Kumbuka hizo katembelea ukurasa wetu wa Facebook pale Amerika Media, you make sure that you follow. TikTok tafuta Amerika TV, Amerika Entertainment, alafu katika ukurasa wetu wa Instagram vile vile na X tafuta Amerika Media. Itakuwa inafurahisha sana. Agada Sikoha amezungumziwa sana huyu Ben McCarthy. Na mika kwamba matokeo ya Harambee Stars yalitokana na ile kutokuwepo kwa ama kutojiandaa vizuri kwa Ben McCarthy. Yeye kupoteza ile mechi ya Equatorial Guinea. Kumbuka Ben McCarthy hakusafiri na kikosi. Na inaaminika kwamba Ben McCarthy ama inaaminika kwamba coaches huwa haionyeshi picha nzuri unapo link up na wachezaji badala ya mchezaji ku link up na kikosi. Yaani Ben McCarthy anambia nyie endeni nitawafuata nyuma. Unajua binadamu hajakamilika kaka Anthony. Naam. Afu jambo moja ni kwamba kusema kwamba hajakana kikosi, hiyo ni ukweli. Hakuna kocha wa timu ya taifa amekaa na kikosi chake kwa muda mrefu, kwa sababu unakumbuka ni juzi tu kwa na ligi zilikuwa zinaendelea, na baada ya siku mbili unaambiwa kwamba mmesafiri mnaenda katika mambo na international. Utakaa siku moja siku mbili tayari ndio nyinyi au mnaenda kutafuta friendly match. Utakuwa umetagusana na wachezaji kwa muda upi? Mchache sana. Utakuwa umekaa na wachezaji kwa muda gani? Lakini kwa mimi sitakubaliana na wewe. Manake tunasema kwamba kuna zile ambazo tunasema kwamba kuna kalenda ambayo ipo inaonyesha kwamba siku fulani tutakuwa na mchezo fulani. Mbona wewe kama kocha usijitayarishe mapema? Kinachoudhi ama ambacho kileti raha ni kwamba Ben McCarthy yeye alikuwa kwa shughuli zake. Unasikia, ndio binadamu hakamiliki ama nasema kwamba chochote kinaweza kikatokea. Ilikuwa kwa shughuli zake na mwisho wa siku akafanya nini? Akalink up na timu ilipokuwa iko kule Turkey. Nadhani kuna vitu mtu vifanya kwa tajriba. Unajua hata hapa tuseme kwa katika kampuni. Kuna mtu ambaye kwamba anaitwa msaidizi, kuna mtu ambaye kwamba ni manager, kuna mtu ambaye ni HR, kuna matrainees. Ben McCarthy ana benchi la kiufundi. Ana benchi la kiufundi. Kuna matrainers wa goalkeeper, kuna matrainers wa madefender, kuna matrainers wa viungo, kuna matrainers wa strikers. Na hawa ndo wanapeana ripoti kwa Ben McCarthy kwamba mtu fulani katika ile eneo yupo vizuri. Kwa hivyo uwepo wa Ben McCarthy pale hata katika ugani labda ni 50% tu. Asilimia nyingi wale watu ambao kwamba wanatrainisha watu. Katika kuna kipindi fulani akazungumza bingwa moja asema kwamba kocha wetu yeye huja ugani siku fulani, lakini hizo siku zingine ni sisi na matrainers. Lakini ndugu yangu, mbona ukosekane uwanjani? Na hiyo ni kazi ambayo ulitaka. It means that you supposed to be there fully. Unajua nataka kujaribu kunielewa. Inamaanisha kwamba sisi tunakulipa pesa gadi ya siku, ufanye shughuli fulani. And by the way, Ben McCarthy is being paid a lot of money. If you understand that. Lakini wewe ni kama tutachukulia kama dharau ama kama kupuuzilia. Nasema so kama dharau katika ulimwengu wa soka kiprofessional. Kocha si kila siku atakuwa uwanjani. Si kila siku. Sizungumuzi kukuwepo uwanjani. Nazungumuza kukua ile tayari kuweka timu tayari na hata kusafiri nao pamoja kuondoka kupatiwa mkono wa bora kuambia kwamba nendeni salama mkalete ushindi. Yeye anasema kwamba nyinyi nendeni nitawapata mbele.
kisha na sababu yuko busy na shughuli zingine, na ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa hapo awali. Kitu ambacho siwezi nikazungumza jambo ambalo sijalidhibitisha mimi binafsi. Basi hakukuepo, tumeona hakukuepo. Najua hakuwepo. Ndio maana nimekwambia katika ulimwengu wa soka, kocha pekee yake anakuja na maamuzi ya kupanga kikosi. Wapo watu wengi sana ambao wako pale. Ndio maana ana benchi la kiufundi, technical bench, katika shughuli zake zinazomsaidia. Utamkuta tuseme kama Amorim. Kila siku Amorim ipo zoezini. Kuna siku kadhaa ambao kwamba imetengwa kwa ajili yake kuwa na wachezaji, lakini kuna siku zingine ni issue na technical benches au watu ambao kwamba wana tajriba ya kuwaendesha wachezaji, wanakaa nao. Kwa hivyo kwa Ben Mikati kilichotokea, labda huenda alikuwa haja kuja Kenya, ndio maana akalink up moja kwa moja na huko. Lakini pia kwa kuna tetesi kwamba alikuwa anafaa chukue nafasi ya timu fulani, sijui kwa upande gani. Kwa hivyo kidogo alikuwa katika hiyo inchi. Lakini kuja kwake Kenya mpaka kuhakikisha kwamba hiyo siku ya mechi yupo katika uwanjani ni jambo zuri, kwa maana lazima kocha uwepo, uangalie kikosi chako wanapocheza mechi ya kirafiki, wanaenda vipi, wanapigaje shughuli, kukoje. Maana katika mechi ya kirafiki ndio mtu anapata kujifunza, katika mechi ya kirafiki ndio mtu anapata kujua huyu anaweza kacheza hivi, anaweza uingiano wake na mtu fulani, basi uko hivi ama hauko vizuri. Tukimalizia siku ya Tuesday kwa na mambo ya Harambee kesho inshallah atakuwa anapiga dhidi ya Senegal. Mbuko Senegal ameweza kupoteza mechi yake hapo ya siku ya Jumamosi. Alipiga Jumamosi. Naam, alipiga Jumamosi dhidi ya Brazil. Aliweza kukungutwa na Senegal ni timu kubwa. Senegal si wachache. Kwa hivyo tarajie Kenya kuachilia ama kukubali mabao mengi zaidi. Zungumzia timu ya Senegal, unazungumzia bingwa wa AFCON. Ameshashinda AFCON AFCON. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwamba ana wachezaji nje, ana wachezaji Ulaya, ana wachezaji katika ligi kubwa za Ulaya kule, tunazungumzia EPL, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Ana wachezaji wa Arabuni. Asa nadhani kwamba itakuwa ni fursa kwa vijana wa Kenya kuonyesha umahiri wao, itakuwa fursa kwa vijana wa Kenya kujifunza kutokana na vijana wenzao katika uga. Wanasema kwamba wakati unacheza na mtu ama wakati unashindana na mtu katika jambo fulani, unapata muda wa kujifunza na kupata tajriba kutoka kwa huyo mtu. Unapata uzoefu, unapata experience. Kwa hivyo ni mechi ya kujifunza, ni mechi ya kutupima viwango kati ya mtu ambaye kwamba hajawahi shinda AFCON na mtu ambaye ameshawahi kushinda AFCON. Tutarajia kwamba Ben Mikati bado atatumia kile kikosi ambacho amekutumia dhidi ya Equatorial Guinea, ama atatumia ile mbinu ya kusema kwamba bado najaribu kuona wachezaji wangu wana viwango vipi, ama ataka kile kikosi ambacho tutasema kwamba is a serious kikosi ambacho kitakisha kwamba kinaleta ushindi. Manake mwisho wa siku unachotaka ni ushindi angalau. Mechi ya kirafiki sio lazima upate ushindi. Mechi ya kirafiki ni kujaribisha wachezaji, ujue huyo nikimpa nafasi, je, ata deliver ama hata deliver. Huyo nikimweka mahali fulani atacheza inavyotakikana ama atacheza kulingana na falsafa yangu ama haiwezi. Na pia ni fursa pia ya kupima falsafa zako, mbinu zako katika uga. Hapo ndo kwenye mechi ya kirafiki ndio tunaona Ben Mikati anaamua acheze na mabeki watatu ama acheze na mabeki wanne ama atacheze na mabeki watano. Kwa hivyo it's not a guaranteed that atapanga kikosi ambacho lazima kishinde. Anaweza kaamua hata leo hiyo kesho Aldin aanze, arejeshe kile kikosi, akina Sharif waanze. Kikosi najua kitabadilika pakubwa sana. Lakini kikubwa ni kwamba ni mechi ya kirafiki, mechi ambayo inatoa fursa watu kujifunza, watu kufanya makosa na kujirekebisha katika mashindano halisi kama AFCON, Sekafa na mashindano ya kufuzu kwa kombe la dunia namna hii. Kwa hivyo msikilizaji na mtazamaji, tupatane kesho saa 12 jioni kuletea mchanange huo kati ya Senegal dhidi ya Kenya. Itakuwa napigwa bado kule Turkey. Tuone ya kwamba watoto wa Kenya watakuwa wanafanya vipi. Cha kufanya endelea kutegea kurasa zetu zote za social media. Tutakuwa tunakuweka sawa. Tukimalizia kakaangu Gadi Asikoa. Ligi hapa nchini Kenya imekuwa ikiendelea weekend hii. Umemwona kwamba Bandari vile vile akiweza kumkunguta mtu. Walipata ushindi. FC Leopard waliweza kutoka sare. Shazoea. Tukizungumzia FC Leopard, ndugu yangu Gadi Asikoa.
Kipi kifanyike katika kile kikosi cha FC Leopard? Manake matokeo kidogo huenda. Mara ya mwisho nikizungumza nilikuwa na rejelea kauli ya bingwa fulani akisema kwamba inahitaji wachezaji wazoefu, wachezaji wenye tajriba ambao wanaweza kaipatia FC Leopards ushindi katika mechi na sio kutoka sare. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho kinafaa kifanyike. Wanafaa sajili wachezaji ambao wana tajriba, wachezaji ambao wana viwango. Kwa sasa hivi hizo kaniambia kikosi walichonacho FC Leopards wanaweza wakatoa ushindani vile. Japokuwa wapo katika mduara wa kutoa ushindani, ni mechi ngapi wamepoteza? So mechi nyingi, mechi moja wamepoteza, nyingi sare, afu kidogo pia ameshinda. Kikubwa ni wao wapewe muda. Sidhani kama huu msimu wako tayari kuania ubingwa wa ligi. Alizungumza bingwa fulani akasema kwamba FC Leopard hata msimu huu sidhani kama atakuwa na uwezo wa kuweza kushindana ile taji. Lakini usajili ambao ataufanya msimu ujao ndio utahakikisha kwamba kama anaweza kalibeba taji. Hasa nadhani labda wasubiri msimu ujao, ama ikitokea kwamba FC Leopards inashindania ubingwa wa msimu huu, basi tutakuwa tunasema ligi kidogo pia bado viwango haviko vizuri. Angalia Kakamega Homeboyz anavyoshusha alama jana, juzi ampoteza alama. Gor Mahia yuko kileleni sasa hivi, utamwambia nini? Na kikaa pale mbele anajua kwamba yupo vizuri, shughuli zitakuwa zinakwenda vizuri. Kwa hivyo tutarajie kwamba huenda Gor msimu huu tena akachukua kikombe baada ya Polisi kuchukua msimu uliopita. FC Leopard nafasi ya 3. Tutarajia atasalia pale ama atateremka? Maana unamwona anasuasua, anatoka sare. Hamna timu ambayo kwamba atasalia mahali pamoja. Hakuna timu ambayo Kenya EPL inaandikisha matokeo bora zaidi. Tuseme kwamba kila muda wanashinda, kwa sasa hivi bado ligi ni mbichi, ni mechi karibia 10 hapo 11. Na bado msururu ni mrefu, msafara bado upo. Tutasubiri tutajua kupi ambako watakuwa na malizia, watakuwa nasimamia kwenye msimamo wa jedwali. Mtazamaji, weka kwenye comment section tuambie kwamba ligi kuu hapa nchini Kenya KPL, unaona kwamba nani ambaye atakuwa anabeba hilo taji, ama ni nani ambaye atakuwa anahakisha kwamba anafanya vizuri. Na vile vile mechi ya kesho Harambee Stars dhidi ya Senegal, ubashiri wako ni upi, ama vile vile mtazamo wako ni upi kutokana na mechi hiyo? Mimi nimekuwa mtoto wa mama John Anthony Orao. Mimi ni Agadi Sikwa. Nakwambia kwamba hii ni Amaika Radio, Amaika Media, sauti yetu, Amaika Viwanjani. Popote ambapo ulipo kule katika kaunti ya Trans Nzoia, Vihiga, Bungoma, Kakamega, sisi tunafika kwa ajili yako. Kwa hivyo usibonyeze kidude. Hii ni sauti yetu siku zote.